Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Mchezo mkubwa wa ligi kusoka Tanzania bara almaarufu kama NBC Premier League, mchezo wa mzunguko wa 26 ambao tumetoka kuutazama kutokea katika uwanja wa Lake Tanganyika uliopo mkoani Kigoma, ni mtanange ambao umeikutanisha klabu ya soka ya Mashujaa dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club kutokea jijini Dar es Salaam, ambapo mchezo huo tunaona umeweza kumalizika mara baada ya klabu ya soka ya Yanga Sports Club kuweza kufanikiwa kuibuka na ushindi wa mabao 2-0, ambapo tunashuhudia katika kipindi cha kwanza klabu ya soka ya Yanga Sports Club waliweza kuscore katika dakika 27 kupitia kichwa safi alichokipiga mwana wa mfalme Prince Mfumelo Dube, basi ikamfanya Mudathiri ya Abbas kuweza kuiandikia klabu ya soka ya Yanga Sports Club bao la kwanza. Na mpaka kipindi cha kwanza kinatamatika, basi kwa upande mwingine klabu ya soka ya Yanga Sports Club walikuwa mbele wakiongoza kwa bao 1-0. Katika kipindi cha pili Mashujaa wakaja na mpango kazi wa kuzuia huku wakishambulia, na klabu ya soka Yanga Sports Club nao pia wakipeleka mashambulizi kadhaa katika lango la Mashujaa, lakini haikuisaidia klabu ya soka ya Mashujaa kupata bao lolote. Tunashuhudia katika dakika ya 90 kupitia kwa kapteni wa klabu ya soka ya Yanga Sports Club Bakari Nondo Mwamnyeto akaweza kuiandikia klabu ya soka ya Yanga Sports Club bao la pili, na mpaka mwamuzi wakati anapuliza kipenga chake kuashiria mpira umemalizika, basi kwa upande mwingine klabu ya soka ya Yanga wameweza kuondoka na alama 3 mkoani Kigoma na kuifanya klabu hii kwa sasa ikiwa imecheza michezo 26, wameshinda michezo 19. Ndio klabu ambayo imeshinda michezo mingi kuliko klabu yote, wakitoa sare michezo 6 huku wakipoteza mchezo mmoja. Young Africans wamefunga mabao 60, ndio klabu ambayo imefunga mabao mengi, wakiwa wamefungwa mabao 9, wakiwa na tofauti ya magoli 51 na alama zao 63. Ikumbukwe anayemkaribia ni Simba Sports Club ambaye yeye yupo katika nafasi ya pili. Mnyama Simba tunaona yeye amecheza michezo 25. Katika michezo 25 kwa upande mwingine Simba Sports Club ameshinda michezo 17, sare michezo 7 na kupoteza mchezo mmoja. Simba amefunga mabao 45 na kuruhusu mabao 10 akiwa na tofauti ya mabao 35 na pointi 58 katika nafasi ya pili. Kumbuke Simba amezidiwa mpaka sasa alama 5 na klabu ya soka Yanga, lakini mnyama Simba Sports Club kwa upande mwingine bado ana mechi moja mkononi, ambapo Simba tunaona yeye anatarajia kucheza na Pamba Jiji katika mchezo wa mzunguko wa 26. Kwa ndio hivyo Young Africans wameweza kufanikiwa kuondoka na ushindi mbele ya kikosi cha timu ya soka ya Mashujaa kutokea mkoani Kigoma. Kabla ya kuendelea mbali, kama ni mshabiki wa Yanga Sports Club umeweza kufurahishwa na ushindi ambao Young Africans wameweza kupata mbele ya kikosi cha timu ya soka ya Mashujaa, like video yetu, alafu tuambie katika mchezo wa Yanga dhidi ya Mashujaa, je, ni mchezaji gani ambaye ameweza kukuvutia katika mchezo huo? Sasa mara baada ya klabu ya soka ya Yanga Sports Club kuweza kufanikiwa kuibuka na ushindi wa mabao 2-0 mbele ya kikosi cha timu ya soka ya Mashujaa kutokea mkoani Kigoma kupitia aliyekuwa meneja habari na mawasiliano wa klabu ya soka Yanga, afisa habari wa klabu ya soka ya Simba Sports Club ndugu Haji Sunday Manara ameweza kutoa neno kwa ushindi wa mabao 2-0 ambao Yanga wameweza kupata mbele ya kikosi cha timu ya soka ya Mashujaa. Manara anasemaje? Anasema alhamdulillah, pongezi ziende kwa wachezaji kwa kuweza kucheza na kujituma na kuweza kuheshimisha klabu ya soka ya Yanga Sports Club. Naamini back to back kwa mara ya 5 mfululizo itakwenda kutimia. Huyo ni Haji Sunday Manara, mtazamo wake mara baada ya klabu ya soka Yanga Sports Club kuweza kupata ushindi, ikiwa ni mchezo wao wa 10 wa 26 ligi kuu ya NBC.